Alhamisi ya Januari 8, 2026, Simba ilichapwa bao 1-0 na Azam FC, matokeo yaliyohitimisha safari yao katika Kombe la Mapinduzi 2026. Lakini huku nyuma, kocha mkuu wa kikosi hicho Steven Robert Becker ametoa kauli nzito akifichua matatizo yaliyopo ndani ya timu hiyo. Siku moja kabla ya mechi hiyo, Becker amesema kucheza dhidi ya Azam FC kwake ni kipimo sahihi cha kujua utayari wa kikosi chake kuelekea mechi za CAF dhidi ya Esperance. Baada ya mechi akaibuka kwa kutaja matatizo yaliyopo ambayo amepanga kuyapatia dawa kabla ya Januari 24, 2026 kucheza ugenini dhidi ya Esperance katika ligi ya mabingwa Afrika, ikiwa mkiani mwa kundi D bila pointi. Kocha huyo raia Afrika Kusini alitaja matatizo yaliyopo ndani ya Simba akisema yanachangiwa na maeneo matatu: ulinzi kushindwa kuzuia kikamilifu mipira ya kutengwa, kiungo kutengeneza mashambulizi ya kutosha, na ushambuliaji kushindwa kulazimisha kuvunja safu ya wapinzani. Nikimnukuu, Becker amesema, "Ndiyo, kwa wazi kabisa ni jambo la kuvunja moyo kila unapopoteza mechi yoyote, na hasa zaidi unapopoteza nusu fainali. Kusema ukweli, kikosi kilirejea wiki iliyopita Jumanne. Tumekuwa pamoja kwa wiki moja tu. Hii ni mechi yetu ya 3 ndani ya wiki moja. Baadhi ya wachezaji wetu muhimu kama Elie Mpanzu na Steven Mokwala walijiunga na timu siku moja au mbili zilizopita tu. Kwa hiyo imekuwa kipindi kigumu kwa kusanya wote, kuwaunganisha na kuwafanya wacheze kwa namna tunavyotaka." Mwisho kunukuu. Msauzi huyo alieleza kwamba hali ya utimamu katika kikosi chake haipo sawa, hivyo kuna ulazima wa kushughulikia hilo. Nikimnukuu, amesema, "Niwe muwazi, hali ya utimamu wa miili sio kama tunavyotaka kutokana na namna tunavyokusudia kucheza. Hivyo mechi ya juzi ilikuwa kama vita ya kuteseka kimwili." Nikiendelea kumnukuu, Becker amesema, "Katika mechi zote 3 tulizocheza dhidi ya Mwembe, Makumbi, Fufuni na Azam FC, hatujatengeneza nafasi za kutosha. Hatutengenezi nafasi nyingi, hatuvuki safu ya ulinzi mara nyingi ili kuwaumiza wapinzani. Hili ni eneo muhimu kwangu kulifanyia kazi na kuliboresha, kwa sababu kama tunataka kufanikisha malengo yetu kama klabu, tunatakiwa kuwauliza wapinzani maswali mengi zaidi. Nilihisi kwamba katika mchezo huu dhidi ya Azam FC, wao Azam walikuwa na hatari zaidi kupitia mipira ya kutengwa, set pieces. Kwa wazi wana wachezaji warefu na tulikuwa tunatoa nafasi nyingi zisizo za lazima katika eneo letu la hatari. Hilo lilikuwa jambo la kukatisha tamaa. Pia baada ya kufungwa bao ndipo timu ikaanza kuonesha nguvu na mwitikio, jambo ambalo silitaki. Sitaki tusubiri kufungwa ndipo tuanze kucheza kwa nguvu na ari. Tunapaswa kuanza mechi kwa nguvu hiyo hiyo na kuicheza kwa dakika 90 kwa mtindo huo huo. Kwa hiyo kuna hali ya kuvunjika moyo, lakini pia ni kama funzo. Tunapaswa kurudi kazini. Nahitaji kuiweka timu katika nafasi bora zaidi kiufundi na kimwili. Tuna mechi kubwa inayokuja hivi karibuni dhidi ya Esperance. Kwa hiyo kipindi hiki kinatupa fursa kurejea, kuwarudisha wachezaji wa timu ya taifa na kuwafikisha katika kiwango bora cha kuelewa namna ninavyotaka wacheze. Katika vipigo kuna mengi ya kujifunza, na ninaamini hata juzi nimejifunza mengi na mambo mengi yaliyojitokeza hayatotokea tena." Mwisho kunukuu. Kwa sasa Becker ana kazi ya kufanya kutatua matatizo hayo, huku zikiwa zimebaki siku 14 kabla ya kucheza na Esperance nchini Tunisia, kisha kurudiana wiki moja mbeleni jijini Dar es Salaam. Mechi hizo zimeshikilia hatima ya Simba kufuzu robo fainali, kwani ikipoteza itakuwa imeumaliza mwendo. Imeandikwa na Omar Mdosa na kusoma kwako nami Hamza Saifo.